Karibu tena kwenye Generation Yas Talk. Sasa hivi umekuwa ni mwaka mmoja. Tunakumbuka mara ya kwanza sisi na nyinyi tunakutana ilikuwa kwenye meza kama hii, ilikuwa na wanawake mashuhuri kama tunawakumbuka Lamata, tunamkumbuka Sherry Malls na tunamkumbuka Lilian ya. Lakini leo pia tunarudi kwenye meza hii tukiwa na wanawake mashuhuri tena, ambapo mwezi huu tunawasherehekea hawa wanawake mashuhuri. Na hivyo leo tuna vitu vingi sana vya kujifunza kupitia wanawake hawa, na tunatamani sana tupate sikio lenu ili muweze kutusikia kuna kitu gani. Willy Nkya, karibu! Asante sana, it's good to be back. By the way, tunasherehekea mwaka mmoja wa Generation Yas Talk. I've learned how to... Clock it. We almost forgot. Imekuwa mwaka mmoja, imekuwa ni mwaka wa mafunzo. Tumepata vijana wengi ambao wamekuja, tumezungumza nao kwenye finance, masuala ya fitness, yani every sector tumepata kusikiliza, and I'm so glad one year si mchezo, and we are back again. Back to the business like we never left. Na leo kwenye meza yetu Willy, tuna watu ambao ni mashuhuri sana, ambao mimi personally napenda sana kuwatambulisha. Napenda kwanza kumtambulisha dada Fatma Songoro, ambaye yeye ni mtaalamu kwenye mambo mazima ya tech and cyber law, lakini ukiachana na hivyo yeye ni head of technology and digital trade law and attorney and consultant kwenye masuala mazima ya data protection, intellectual property. Mimi na wewe tunaingia tuongee naye vizuri kwa taratibu Lakini pia ukiachana vile yeye ni researcher. Researcher kwa Kiswahili ni nini? Mtafiti kwenye mambo mazima ya sera na governance, lakini pia amefanya kazi na ameparticipate kwenye kazi nyingi za World Bank kwenye issue nzima ya policy briefing. Kwa hivyo we are very happy to have you Fatma Songoro. Wewe ni mtu mkubwa sana. Asante sana Warda. Karibu. So pia, if you look on left. On my left niko na Nadia Ahmed. Nadia Ahmed ni mwanzilishi wa kitu inaitwa Mind Matters, lakini pia ni co-host wa podcast inaitwa Men the Podcast, ambayo ikizungumzia masuala ya afya akili. Yeye ni clinical psychologist, ni Yale alumni. She's a lecturer, TED speaker. Guys, she is one of those women ambaye ana inspire sana wasichana wengi, na hasa ameleta kitu ambacho jamii tukao tuzungumzie, which is afya ya akili. So tuko na Nadia. Karibu sana. Asante, I'm happy to be here. Karibu sana. Unajua kinachonifurahisha ni nini Willy? Ni kwamba we have women with so many titles, kitu ambacho hatukuwa nacho zamani. And while we are celebrating Women's Month, hiki kitu kina set a tone. Imagine unaitwa Nadia lakini una all these things ambavyo ni bullet points kama 6-7 vinavyokudefine kitu unachokifanya kwenye jamii. So it's really beautiful. Very Willy, what do we have today? Leo tuna vitu vingi, tutazungumza vitu vingi sana, hasa kuelewa kabisa safari ya taaluma zao walipofika hapo walipo. Kupata vyeo vyote hivyo sio mchezo. And tungependa kujifunza kwa sababu vijana wengi wanawatazama. Leo tutapata kusikia safari zenu, na pia kuna vitu vingi ambavyo tungetamani tupate kidogo elimu. Sasa tuanze na swali letu la kwanza. Kabla hujaanza na swali la kwanza, kwa sababu tunasherehekea Women's Month, na hii mjadala wetu mzima utakuwa surrounded hapo kwenye Women's Month. Lakini tunataka kukumbuka kwamba kwa mwaka huu, mwaka 2026, sisi kama wanawake tunasherehekea kwa kutumia theme moja hapo ambayo inaitwa Give to Gain, ambayo hii iko tied na International Women's Day. Lakini pia ukifuatilia kwenye UN, wao wana theme nyingine ambayo yenyewe inasema Right, Justice, Action for all women and girls. Kwa hivyo tunataka kuzingatia masuala mazima ya sheria, haki na usawa kwa wasichana, lakini pia tunaangalia jinsi gani sisi wanawake tunaweza tukatoa ili tuweze kupata zaidi. That's very good. Very interesting. Mimi nimeipenda hiyo topic ya mwaka huu. I think inatupeleka kwenye swali letu la kwanza. Tukiuliza, je, katika safari zenu kitu gani ambacho mligive early on in your career ambaye baadaye imekuwa your greatest gain, yani imekuwa ni kitu ambacho unajivunia sana kutoa? Tukianza na Fatma. Nadhani mimi early in my career, I think I invested and gave a lot of time to learning
especially kwenye mambo ya cyber security na data protection. It's not something that I learned nikiwa shule au kulikuwa kuna anyone ambaye alikuwa nakaa na kunifundisha, lakini ilinihitaji nikae. I did a lot of reading, I took a lot of courses. Nilikuwa nahisi na kesha nikisoma kila siku ili niweze kuelewa na kugain understanding and expertise. Na kiukweli kabisa nadhani hichi kitu kimenisaidia kwenye career yangu, kwa sababu sasa hivi I am well known kama the technology lawyer or a lawyer with a good practice in data protection. And so I believe with all the sacrifice, with all the work ambayo nilifanya kipindi kile, nilikuwa naandika a lot of articles, na hicho kipindi sio kwamba kulikuwa kuna wateja labda ambao wanaelewa hayo mambo au kwamba tulikuwa tunalipwa, lakini ni kazi ambazo tulikuwa tunafanya, publish, tunajitolea kufanya research ili kuweza build skills. And now I can say that I am an expert in this area. So definitely I did gain out of what I gave and all the effort I kept into developing my practice into technology and cybersecurity. Oh, Amazing, amazing. You Did did invest a you lot. clock it? Oh. Clock it. See? I like it. I learned this and I'm like, wow. You learned, okay, it's nice, huh? Okay. Actually, It's very soft life. Very soft life. It's giving I'm soft. practicing how to do it, but I'm told that different ways. Yes. So This is clock it, yeah? Yeah. Okay. look it. Nadia. Yeah. Asante. Not too far off as Fatma. Lakini early on in my career, I gave a lot of education. So I psychoeducate a lot. Kwa sababu, as we know, I'm a clinical psychologist, niko kwenye field ya afya ya akili, and ni sekta ambayo bado haijulikani vizuri, ilikuwa haijulikani vizuri, hatuelewi, kuna stigma kubwa, and so it was also selfish but also selfless. Kwa sababu no one was hiring psychologists, but then I was like, okay, I have all this knowledge and information ambayo inaweza kasaidia watu waishi maisha yao kwa unafuu kidogo at least, right? And so beginning of my career, I did a lot of just free psychoeducation. I would go to companies and say, I want to come and speak to your teams for free. You don't need to pay me. You don't understand what I do, and it's okay. Spoke a lot at schools, right? Spoke a lot online in my community. Lakini yote was to just educate people. Hizi ndo changamoto ambazo tunaweza kuzipitia, ambazo tunazijua wengine, lakini hatujaziambatana na changamoto za afya ya akili. Yaani hatujui kwamba hizi changamoto zinamaanisha ni changamoto za afya ya akili ambazo zinaweza kapelekea ugonjwa wa akili. Wengi wetu tunaishia Mirembe, tunaishia Muhimbili pale, tunaishia barabarani. Sio kwa sababu hatukuweza kupata msaada, kwa sababu hatukujua mtu anapitia nini mpaka yakamfikisha kule. We don't just wake up and go and lose our minds. Yeah. We start kwanza kubeba mizigo, hatujui jinsi gani ya kuyatwisha chini, ya kuyatoa, ya kuyarelease. And that's how we end up losing our minds. That's how we end up acquiring mental illness. So kwa muda mrefu sana nimejaribu kuongea sana. Hata hii the podcast that I do, Men the podcast. We started in 2019, and it was just me na Michael, pesa zetu tunaingiza muda wetu, because we wanted to help men understand their mental health. Takwimu zinasema wanaume wengi wana commit suicide, they die by suicide. That is sad, right? Tunapoteza nguvu kazi, tunapoteza wanaume tunaowapenda, right? Because of things ambazo vinaweza vikabadilika, tukasaidika. So, but now I'm seeing the fruits of it. Right? I mean, the fact that I'm here is because of all of the groundwork. The fact that because the fact that Mind Matters is doing well is because nili psychoeducate, niliongea, and imejenga credibility, imejenga trust kwenye community kwamba okay, this person actually genuinely cares. Na pili, anajua anachokizungumzia. Na tatu, tunaweza tukamwamini na changamoto zetu, na vulnerabilities zetu, which is, I'm grateful. It's a huge responsibility. Unajua, we guard our vulnerabilities with like everything we have. So for people to trust us, to trust me, to come and expose themselves, I can only say it's because of that groundwork, the giving that we initially did. That's good. I think I have a testimony about that. Yeah. So I was a fan of Men the podcast since 2019. I was going through a lot personally. There's an episode you guys talked about loss. There's a person sharing he lost his wife, and then personally I lost both my parents. So that episode helped me heal in so many ways. Wow. And then to the point you guys had an event at the Hotel Golden Tulip. I came.
and that's when I met my future boss. That's when I got an opportunity there. So through you guys, I was able to actually go through a lot and also nikapata unemployment, because that was the time then COVID hit, and then things were not okay at the time. And then, but listening to you guys when I'm doing my laundry, like there's so many things to learn, especially kwa sababu it was on a context ya wanaume waki Tanzania. Unasikia watu wanazungumza, wakishare how they've dealt with things, and you're like, oh, kumbe siko alone. Because I think because men who are tuzungumzi sana, especially mambo emotional, you're like strong. So the point when I would hear other men, grown men like Michael and the other guests, I'm like, oh, kumbe it's okay to be vulnerable. Alafu hivi vitu watu wanapitia, so just talk about it. And through that, I'm really grateful for that. So well done. And I know Nadia alikuwa kama a guest to the first episode. Then akaja kuwa regular now. That's because every time I would like, oh, we want Nadia back. She always come back, and then and what makes me happy the most is that the fact kwamba hata hiyo men the podcast haikuangalia kwamba we need a man kwenye position of psychologist, and then they decided to bring in a woman who understand the perspective ya mwanaume kwenye jamii yetu, jinsi anavyokuwa treated, and then hii imeleta dynamic ya kitofauti zaidi kwenye issue nzima ya gender, kwamba hata mwanamke ana play part kubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba even men feel good. Wanawake tuna sorry Willie, I am going to make this about women. It's okay. At the end of the day, hiki tunza kisenta kwa wanawake. Before we go to Nadia, Willie, I would like also to umegusia sheria ambayo unasema sasa hivi na miaka 10 lakini we don't have as many cases. Lakini pia we have sheria ambayo ina miaka 10 but we have a very moving fast-paced technology world ambayo ni digital sasa hivi. Kila siku ni vitu vipya. Sasa hivi we have AI. I feel like at some point sheria yetu reflect realistically kwenye sasa hivi ambavyo tulivyo, sababu tuna technological gender based violence sasa hivi. It's not as much mentioned kwa sababu it's something new, lakini ukiachana na hivyo kuna kifungu kimoja cha sheria ambacho mimi personally kinanitatiza kwenye hii sheria. Kinanitatiza kwa sababu if we are encouraging more women to get online, more women to kupata opportunities online, lakini tuna kifungu cha sheria ambacho kinaongelea uchapishaji wa picha za utupu, let's say kwa mtu yoyote anayechapisha na anayesambaza, wote wanakuwa katika mlengo mmoja wa kwenda kupata kuhukumiwa kifungo kimoja. Nadhani it's 20 million or kuna muda unatakiwa kuserve, lakini kuna circumstances ambazo msichana yeye hana control ya jinsi au kwa sababu wasichana wengi ndo wanakuwa wa victims. Unakuta wasichana wengine hawajui hata kama wamerekodiwa, lakini since anaonekana kwenye that video, technically anaonekana kwamba na yeye ni perpetrator. How do we know? How do we change this kind of laws? Or tunawezaje kuishi na aina hii ya sheria ambayo inatudictate at the end of the day, hata kama wewe ni victim bado unaonekana na wewe ni perpetrator au unaonekana wewe ni mvunjaji wa sheria. I want to hear about that specifically. So I don't know the specific any Sharia or provision that you're inferring, because I think when it comes, especially kwenye the Cybercrime Act, which I think is it provides for yani mtu ambaye maybe create, because I think sometimes like maybe you're creating porn like intentional. I think that is where it would apply. Sio kwamba ile bahati mbaya. Yani let's say it happens, someone amekurecord you. Lakini let's say someone wakes up and say I want to record myself and start sharing certain indecent videos. Then I think that is where it does apply. Lakini it doesn't apply in another setting whereby mtu amerekodiwa bahati mbaya au yeye hakuishare kile kitu like publicly. So I think the law criminalize the circulation of pornographic material. Na mwaka jana sheria ilikuwa 2024 sheria ilikuwa amended kwa sababu initially we had a law ambayo ilikuwa haiwapi watoto ulinzi wa kutosha. When it comes to online abuse for children, kuna different dynamic, kuna grooming, kuna nini. Sasa sheria ilikuwa haicapture hivyo vitu vyote. Kwa hiyo ilikuwa inatokea mtu aenda kuripoti kitu, polisi wanasema hamna offense hapa chini ya sheria, tutamshtaki mtu mahakamani. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa haija capture that whole essence.
but then the law was amended, and sasa hivi the law ina provide for mtu ambaye either ana generate, ana share child online sexual abuse material, they're held liable. Na hizo hata kama sasa sio child, kama ni mwanamke, kama ni mwanaume, sharing pornographic material or content or image is criminalized. Lakini pia umeongelea kuhusu AI, and it is true kwamba unajua sheria cannot keep up pace with technology. Lakini most of the time na nchi nyingi bado zina try ku frame and handle AI. Nadhani inakuja na a lot of like harms, and inahitaji building a lot of ethics in how we even use and absorb it and being responsible. Lakini I think kwa makosa mengi, in one way or the other, they can fit in somewhere. Na Tanzania tuna regulations za online content regulation. Those regulations are very detailed and wide. Yani, I think somehow, somewhere, like someone can be held accountable. Unlike in other jurisdictions, hawana a lot of restriction kwenye online content. Lakini kwa hapa Tanzania, hata kama mtu ana share certain content, in other jurisdictions they look okay, in Tanzania they don't look okay. Yeah. And so I think there is a way in which we can prosecute all these crimes that are happening online. But yes, we do need to improve the law, na kuiweka iweze kuendana labda na mabadiliko ya AI na all these changes that are happening. Lakini I think of course kama nchi, I want to believe tuweke effort kwenda huko kukabiliana na hizi changamoto za AI. That's beautiful. Thank you so much. Yeah. That was really, that was very nice. So now is the time. I mean, we're talking about this digital age and this current century, 2026. I am proud to say that now women are in corporate spaces, high position. Yes. Example at Mix, Angelica Pesha, CEO of Mix. Well done to her, and all the incredible. Even our president is female. So now women are exposed to corporate spaces compared to years ago. But of course, getting into the corporate space, kuna vitu vingi ambavyo unakuta kuna pressure ya kazi. Just kwenye afya ya akili, amezungumzia kwa mfano tu mitandaoni. Warda is heavy on social media. She is doing amazing work. Lakini there's so much pressure inakuja kwenye corporate spaces. How can you advise, especially about women, how can they maintain and control that pressure? Kwa sababu inakuja na vitu vingi, umeingia kwenye nafasi, una lead watu, and coming from a community kama ya Tanzania, unakuta wanawake wengi wakupata hiyo nafasi. Sasa wewe kuna that pressure. Ungemshaurije mwanamke hasa kulinda ile afya yake akili? Thank you. Really, unajua the world, dunia ishabadilika. And as it should, right? Tuko now, we're occupying seats, we're occupying spaces, we're making strides. yes. And we have ways to go, lakini we're doing well. Yeah. Right? Look, it's progress. So lakini ni muhimu. Unajua, that's one thing that we're seeing now, that especially with the movement, women empowerment, we're looking for equality, we're looking for equity, we're trying to progress, right? And we're making some strides. Ukiangalia kwenye the data, now opportunities ziko, they're almost equal, you know. Tukiangalia academically, wanawake are as educated or sometimes more than men. So there's a lot of progress. Lakini tukirudi sasa kwenye afya, so tu ya akili but ya mwili, I like to look at it holistically. The corporate world, it was designed for the male structure. Ndio. Right? Hata ukiangalia the pressures zinazokuja na corporate life, Kweli. are very much template ni mwanaume. Yani yeye ndo kama vile 3D. Sasa wanawake, we've been, kwa sababu obviously we're entering these spaces, so we have to fit into these spaces. There's a lot of pressures. Our nervous systems are different. The way men process stress and the way women process stress is very different. The approaches we take are very different. Lakini in the corporate world, the structure is that women, we're very social. When we're under stress, we tend and befriend. Yeah. So I will look for someone and I will share my distress, right? We're expressive by nature. Men are problem solvers by nature. So anakutwa na tatizo na changamoto, the first instinct is, how do I resolve this? So that's how they deal with the stress. We deal with it by communicating. Corporate world, ukianza ku-express emotionally, you're seen as unprofessional. Yeah. You may be passed over for these promotions and these positions. So unajikuta mwanamke in these settings anabeba stress. You carry it now from the workplace where it should have been mitigated. Tunaenda nayo nyumbani.
which inaenda ku spill over. If you're married, it spills over into the marriage, kwa sababu obviously we at some point need to shut off kazi to separate na maisha yako ya kila siku, right? So wanawake wengi tunabebaga hizi kazi zetu, all the burden inatoka kazini into our community and our everyday life. What that does, it keeps our nervous, our stress response alive, on. We are switched on. We're constantly on the survival mode, right? Lakini pia tuna disrupt mahala pengine. So what I would advise women in these settings, right? One, if you're not being paid for it, don't take it. Okay, like right? Unless you're being paid overtime. Kwa sababu nikibeba hizi stress za kazini nikaenda nazo nyumbani, ninazifanyia kazi. It means nazifanyia kazi. I'm thinking about it. It's occupying my time, my energy, my emotions. It's occupying me. If haulipwi, because overtime si tunalipwaga watu jamani. Kama there's no payment, then it has no space. It should not have space in your head, right? And I know the challenge is, if I shut it off and don't work on it, then kuna mtu huko will be working on these, and then atanipita. But believe me, kama umeandikiwa. You know, if it's in your books, Mungu akuandikia in your cadre, kama ipo, you will be the CEO. Okay. You know, if it is in the books, if it is in the stars, if it is in the universe, you can work as hard as you want, 24/7 switched on from sunrise to sunset, and then some. Kama haijaandikwa, you will not get there. Yeah. Right? So switch off, right? Kingine, prioritize your femininity. You know, as women, we're being taught, especially, and we had to adopt the masculine characteristics and traits and energy kuweza kupenetrate na kutoboa kwenye male-dominated industry. When we speak about corporates, we are speaking male-dominated. It's not just automotive or sijui engineering. Any corporate world, right? Because that has been the arena ya wanaume from eons. Yeah. We're just breaking through. Kuna statement moja nilimsikia mtu mmoja anasema kwamba while tulivyokuwa tuna fight zamani miaka ya nyuma kwa kuna elimu sawa kwa wote, hatukufikiria kutengeneza mazingira sawa kwa wote kwenye upande wa kazi. And at the end of the day, sehemu ya kazi ina favor more mwanaume kuliko mwanamke. Kwa sababu wao kwa msichana, let's say mwanamke akichukua maternity leave, pale kidogo kakaria kake kana pause. Yes. Wakati huyu mwingine yeye yupo ni aendi nyumbani kwenye maternity au paternity leave, utakuta anachukua tu 1-2 weeks and then you go back to work. Kwa hiyo that has also been a very huge challenge as well. And again, socially bado ndio we made strides in the corporate world, in the career world. Lakini socially we have still ways to go. Kwa sababu bado mpaka kesho the CEO has to know what is my husband or what are my children or what is happening in my household, not the male. Ukiangalia the majority, it's still you will be running the damn thing, but also you need to run that household of yours, and the community na kuangalia wewe with everything nurturing. So mwanamke wanajikuta you're doing a lot of work in your area of expertise, lakini also in the community, in the society bado unafanya kazi nyingi. So it's exhausting, and that exhausts the nervous system, it exhausts the body. Ndio maana wanawake wengi ukiangalia, we have nowadays a lot of illnesses and ailments. Uweze ukaziona in our 30s, in our 20s, lakini as we progress unakuta sijui arthritis, sijui heartburn, sijui these very nuanced issues ambazo zinakuwa regulated kwa sababu uko na stress all the time you think about something, right? So as women, I think kwa sababu hii dunia inaenda inabadilika ndio, lakini the kasi tunayoenda nayo sio, it's not as fast, sio kubwa. Tukubaliane tuna hapo. We are making strides, lakini imagine how long, when did the feminist movement start? Imeanza huko. Lakini we are here now where we are, na nchi zingine bado hata hapa hawajafika tulipo. Right? So we need to still kind of dictate what this feminist movement, what it looks like for us. Kwa sababu I don't know if it's true or not, but I tend to feel, I feel like whoever thought of the feminist movement was a man and was like, nataka kupunguza majukumu kidogo. Ingize na huru. You know, because I feel like wanawake, it's like wamebebeshwa mzigo wa ziada without creating an environment that is conducive for them. Right?
why do you think a lot of us nowadays has been a lot of talk around soft life? Because that is our nature. Our nature is we want comfort. That's where we thrive. Ndio maana hata Sasa uko kwenye survival mode unakimbia. Imagine, you're constantly hyper vigilant thinking, oh my god, niki relax word anaweza kupata kazi yangu. Imagine, it even breaks solidarity amongst women. Nowadays, we find that sometimes we can we think the other woman is my enemy, but it's not the case. Right? So we need to, as women in these spaces, redefine what we want it to mean to be a successful woman. What we want it to mean to have a successful life. Kwa sababu a successful life haimaanishi tu niwe CEO. Inamaanisha kama mimi ni CEO lakini najua mahusiano yangu haendi sawa sawa. Nikirudi nyumbani nalala upande wa kushoto, mume wangu wa kulia, and hatuzungumzi, and it breaks my soul, then my friend, we're not successful. Yeah. Right? Success should be well-rounded. Kwamba kazini I'm thriving, I'm well-liked, I'm doing well, right? And I'm leading from my space. I'm not leading from a template I feel I should lead from. Yeah. We self-abandon a lot as women. Kwamba I think I need to be more masculine ili kazi iendelee. No. Maybe you need to be who you are. Mambo yaende. So be yourself. Na hapo kwenye kazi tumeongelea sana kwenye corporate world, lakini tunasahau pia sasa hivi pia tunajiajiri sana kwenye mitandao ya kijamii. Wasichana wengi sisi tunakimbilia kuwa content creators, tunakimbilia kuwa influencers. How can you speak kwa wasichana hawa ambao sasa wako kwenye hii field? Yeah. Kwa sababu most of the time unakutana labda na wasichana wengine ambao ana feel pressured. Content yangu sio nzuri as much, labda nitengeneze, anakuwa pressured kwanza kutengeneza content za namna fulani ambao most probably it's not their morals. At the end of the day wanavunja morals zao, ambao at the end of the day ndo tunarudi pale pale kwamba they don't feel protected enough kwenye hii mitandao ya kijamii. Wanawezaje wakajilinda wao wakaji-identify wao kwenye mitandao ya kijamii, at the same time wakihakikisha kwamba wanaweka morals zao, lakini pia they're staying safe and excel in this journey? And I think that's an amazing opportunity, actually. Kwa sababu that is an arena that, one, is not male-dominated. Yeah. In the sense that it's starting. When we're growing it, nurturing it, imeanza hapa. So we can actually define it. What, as women, we want it to look like. Right? Na najua the pressures are there, lakini ni muhimu to just self-reflect. Just take a step back. Ujitambue mwenyewe. Mimi, kwanza wengine hatujui hata morals zetu ni zipi. For example, you're speaking our morals, but wengi wetu hatujui hata misimamo yetu ni ipi. Hatujui our values. We've not actually taken the time. Hatujakaa chini kujitafakari kwamba okay, mimi nasimamia nini kwenye maisha yangu. Kwa sababu mwisho wa siku kesho unakufa, right? I usually tell people, and this is something I do in therapy, is if today you are to die and wakaandika kitu kwenye tombstone yako pale, unataka waandike nini? Hapo unataka waandike nini? Au kasimama sijui whoever is important in your family kukuongelea wewe kama Nadia, unataka waseme nini? Waongelee kitu gani? That will inform you wewe values zako ni zipi, misimamo yako ni ipi. Kwa sababu kama siku hiyo utaki waongelee kwamba Nadia alipost picha zake amevaa sijui vi hot pants, then you probably don't want to do that. Then you're probably doing that for the wrong reasons. You're not doing that to satisfy you. Right? Na mwisho wa siku ukizingatia kila mtu ana nafasi yake kwenye hii dunia. We are a nice ecosystem. Hata mende ana sababu ya kuwepo kama mende. Right? And we don't like those creatures. We don't. We don't. Kama unawachukia sana. So kila mmoja ana umuhimu from where you are. So whatever is important to you, you value. Ina nafasi yake, ina umuhimu wake. And I will point that back. I mean, at the time I was starting, there was no mental health conversation. It wasn't a thing, right? It doesn't pay. Yeah. We like nice things, but it doesn't pay. We just need to find other ways. Lakini, here I am today. It pays me. Yeah. Right? That's how I drive. Naendesha my life, right? This is my work and my career and my profession. Lakini, tangu kule mwanzo ningesema hii hailipi. I'm not gonna get the fame or the acknowledgement or recognition through doing this work. Ningei abandon. Leo hii ningeweza kuingia into the corporate world, but believe you me, I would not have been happy. Yeah, because I cannot exist in this world, to be honest. I created a nice ecosystem where I lead from feminine. Good for you. The masculine energy does not have a space inside of you. You can speak to everyone who works in my team. Like, we are all very happy because we've created an environment where we work the way we want to live. So
ndio maana nasema women in the content creation space, tunayojiajiri, we have an amazing opportunity ya kudefine what I want this environment to look like for me. Ningekuwa mimi naajiriwa humu ndani, ningetaka mazingira ipi? Because leo ni wewe peke yako as a content creator. Right? Kama mimi nilianza kama mimi as a psychologist, lakini sasa hivi nina watu kama 10 on my team, right? So what environment, if you are getting employed, ungetaka kufanya kazi ndani ya mazingira ya aina gani? Yatengeneze, and then you attract your people who will work with you, right? And in that way umeshatengeneza a preventative mechanism kwamba una exist kwenye ecosystem na environment ambayo inakujenga, inakulinda na inakukuza. Okay. Brilliant. The pocket. I think one of the questions I would ask the audience is, kama ulivyosema, wewe kwenye tombstone yako, yani kwenye kaburi lako pale, ungependa waandike nini? That's a good thing I'm thinking about. I was thinking, alipokuwa anasema like, mimi nitapenda niandike nini? Alizaliwa, akaishi, Akaenda. Au wosia wako ule mfupi sana, unakuwa very short and brief. Alizaliwa akafuga rasta. Really, alizaliwa akafuga rasta, akagongwa Akakumbukwa. Yeah, it's a very good reflection moment ambayo at the end of the day wewe mwenyewe utajiuliza na utajibu maswali mengi sana ambayo pia utabadilisha mwenendo wako hata kwenye mitandao, how you move, the way you talk to people, jinsi gani una interact na watu wengine. It all depends na wewe jinsi gani unataka kuchukuliwa. Watu wengi wanasemaga kwamba unajua mimi I don't care, mtu ananichukuliaje? Lakini mimi naamini sana kwamba mwisho wa siku ina matter a lot, kwa sababu it's not only about you. Kuna vitu vingi ambavyo mtu anavyokudefine wewe inaweza ika-affect kwenye kazi yako, kwenye maisha yako ya kila siku, kwenye mahusiano yako, kwenye kila kitu. Kwa hiyo vile tunavyosema kwamba I don't care, you really need to care about how you are taken by other people. Okay. Sawa, sasa tunaongelea empowerment ya wanawake. Hii imekuwa gospel. Yaani hii ndio imekuwa kwaya yetu nzuri sana wanawake. Empower women, empower women, empower women. Lakini at the same time tunaishi kwenye dunia au nchi ambayo pia imani inazingatiwa sana. Je, unadhani imani na hii movement ya kuempower wanawake vinakaa sehemu moja, vina correlate sehemu moja? Fatma. Mimi nadhani empowerment na faith actually viko pamoja. But I think kwenye jamii kuna kama a notion imekuwa framed kama empowerment is rebelling against religion, au kuna some molarity nataka mjiondoe kwenye hii empowerment, which I think is wrong, because when we speak about empowerment kwani tunaongelea nini? We are asking for fair, we are asking for equal opportunities, we are asking for people to have dignity kwenye society. When we speak about tunataka wanawake waweze kuwa na opportunity, wafike mbali, waweze kuwa na vipato, waweze kufanya nini, nothing about it is against the religion or faith, any religion or faith I believe. Na nadhani kwenye imani nyingi actually, hata kwa Waislamu, au mimi ni Muislamu, kwa maybe I can make a reference kwenye Uislamu, nadhani haki nyingi zilikuja kwenye dini before hata huku kwenye yani society yetu hazijafika. Kwa hiyo kulikuwa zamani kuna wanawake walikuwa wanafanya biashara, sio kwamba imekuja hivi recently with this wave of empowerment, no. Kulikuwa kuna hizi rights tunasema we're saying women should not be abused. Sidhani kama kuna dini ambayo inasema women should be abused. And so I think when we speak about empowerment and faith, I think actually they're in alignment. Na nadhani hakuna mtu ambaye anaelewa, nadhani sometimes kama ni watu kukosa uelewa, ambao anaelewa the whole empowerment aspect na kwa mapana yake, na anaelewa dini kwa mapana yake, anaweza kusema they're in conflict. I think they're actually in alignment. Na mimi napenda kudhani kwamba kwenye dini zetu respectful, we want women to be empowered. As a community we function better when women are empowered. Na nadhani wanawake wanabeba jamii in so many aspects. Wakikandamizwa, jamii yote, community yote inashuka. Kwa hiyo hata kwenye dini, na ndio maana I think wanawake wamepewa majukumu tofauti tofauti. I think haya majukumu yote nataka mwanamke aliyokuwa empowered. I don't think it wants a weak woman. Mwanamke ambaye yuko weak kabisa. So definitely empowerment and faith are directly
connected wala haviko in conflict as most people would say. But I think hizi connotations zingine ambazo zinaonekana kama vile mtu akiongelea empowerment, yani anataka siji kwenda above men. Kwanza people think when we talk about empowerment kama unataka kuwa on top of a man, yani like that is, but no, that is not what we're asking, and no does empowerment mean that. And so I think kama kuna mtu anadhani zina conflict, I think they just don't have a better understanding of both aspects. Nadhani tunarudi sana kwenye ile culture yetu ambazo labda ni kimakabila, tulivyoishi, tulivyokuzwa. And I think mara nyingi pia watu, kuna vitu ambavyo ni culture, sio dini wala nini, lakini vimekuwa ingrained and then people want to hold on to them, maybe because they benefit them au kuna wamezoea the status quo. And it's not that, maybe when we speak about women empowerment, hata kuna wanawake ambao pia they feel like maybe women empowerment is a little bit too much, we're asking for too. So it's like a society thing, yani sio kwamba ni, na kuna wanaume ambao wao yani wanabeba empowerment hata zaidi, like yes, so it's not for one gender or the other gender, we're not in a war, like we depend on each other, and empowerment is there to actually make our life better and our community to be more and niseme kama grow and be sustainable. Okay. So we have a debate questions. Swali, we like to hear a bit of your perspective. So cha kwanza, is financial independence a threat kwenye relationship? Yani mtu kuwa natamani kufahamu kwa kitu. So is financial independence a threat kwenye mahusiano? Nataka leo wasichana wetu ambao wa kwenye generation yes waweze kupata confidence, waweze kujua, sababu nadhani ni challenge ambayo inawaface wasichana wengi. Ukienda huku unaambiwa you need to work hard, ukirudi huku unaambiwa unajua ukifanikiwa sana bwana Wanaume. Is financial independence a threat? It's only a threat if you're dealing with a man ambaye hajikubali. I can say it like that. Mwanaume ambaye hajiamini, hajikubali, ndo atakuona wewe with your financial independence a threat. But mwanaume ambaye anajitambua, ana imani na nguvu zake mwenyewe kama mwanaume na uwezo wake, hata kama mshahara wake mdogo kushinda wewe, but anajitambua yeye ni nani, will never see it as a threat. And I'll take it back to our prophet, right? Yes. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his movement was funded by his wife. Yes. Wow. It was his wife. So it's not a threat. And if you find a man who is threatened by it, he's not your man. Right? He's not yours. He's not yours. Mwache aondoke. Let him go. Let him go. Let him go, because he doesn't want growth for both of you. He doesn't want growth for the community. He doesn't want growth for your generation, kwa sababu if you're seeing anything sustainable na yeye, then lazima tufikirie watoto wetu watakula nini, watasoma nini, jamii tunaikuzaje. Na hapo anaanza ni kama competition. Inamaanisha mtu ana compete na wewe. Na ataanza kukujengea chuki na resentment, and abuse can come from there as well. And we don't need to shrink ourselves, right? Kwa sababu mwanaume yote, haki nakwambia, mwanaume yote ambaye anajitakia mema yeye mwenyewe atataka na wewe utoboe. Kwa sababu leo wewe umekuwa mawili, mimi as Nades tunajenga, naweza kusema it's okay my husband, I got you. Hii hapa tuongezee. Si yetu tunajenga, right? So if a man is not willing already to say you also have value and you add on to this, then hata yani progress yenu pia inakuwa slow down. Because imagine sasa wewe kama mwanaume wako ameishiwa pesa, anaona yani I'm too superior kusema mke wangu naomba tusaidiane hapa, then maendeleo yenu yanakuwa stunted. So it's not a threat. It's not a threat. A healthy man will actually encourage you, find ways to support you, and push you to make more, be more, and do more. Do you hear Generation Yes girls? Okay, fine. No. So I think I'm not far from what Nadia was saying. I think kwa miaka mingi, women did not have money. Yani walikuwa ni wategemezi. And maybe money was used as a tool ya control or ya create some sort of reliance. I think currently, kwa sababu wanawake wanafanya kazi, wamekuwa kwenye a lot of spaces, they're generating income. Now, this notion ya kwamba mtu akiwa financially independent,
basi mahusiano hayatakaa. I think it's misplaced. Na as she has explained clearly, I think when a woman has financial independence, nadhani it works for the better. And I believe, yani, if the man is not insecure, it will not be an issue. Na what I think hata wanaume wengi, I think wanaume wengi wanapenda kusema, unajua huyu mwanamke atakuwa na kiburi, itakuwa hivi, itakuwa hivi, but I don't think a woman respecting a man should come just because ana hela. Yes, like you should respect him kwa sababu ni mume wako na unatakiwa umheshimu. Yani it shouldn't come from like anasema hatafanya hichi au hichi naogopa hichi. It shouldn't come from fear. Like the respect that you have to give kama ni mume wako should not come out of fear. And so I believe in any relationship, financial independence is not the issue. Labda character ya mtu, kwa sababu kama mtu labda ana character fulani, okay, maybe anaweza akajaribu kuiminimize kwa sababu labda anaweza anaofia hichi, labda mume wangu anaweza asinipe hela hichi au hichi, lakini ile character ipo, sio kwamba haipo. So it's not about the money. Yeah. Money is just used as a tool, I think. Yani hela sio kwamba ndio itafanya mtu awe hana heshima. Kama huna heshima, Huna heshima. Yes, and kuna watu ambao wako kwenye ndoa na unakuta hata huyo mke hana hela, lakini heshima haipo. Sasa but also I think pia tukirudi kwenye why do they usually say kwamba mwanamke akiwa labda ana position kubwa anakuwa kiburi, labda hana heshima kwa mume wake wakiwa financial independent. That's where we go back to our first question, kwamba sisi wanawake kwenye field ambazo tunazifanyia kazi, unajikuta at work you have to carry something ambacho kinakurudisha nyumbani. The masculine energy inakuwa yani unaibeba yani all the time. Well, I recently saw someone saying, I think alikuwa na narrate story yake. So unajua, I think primarily every woman ni kama na femininity. I think when you're in an environment, unabidi express your masculinity energy. So anasema alikuwa ameolewa mwanzoni, yule mume wake wa mwanzoni character yake na nini, na huyo mume wake mwanzoni alikuwa na hela, lakini there were ways in which she just had to get the masculine energy. Yani she had to step up. Yes. Akaachika na yule mwanaume, akaja kuolewa na mwanamume mwingine. And anasema hii ndoa ya pili, yani she has become a feminine. So I think unajua a man and the masculine energy is a very dominant, I would say, like energy. Yani na I believe yani unless labda kuna changamoto zingine, lakini kuwa baba wa familia is about leadership. Unajua it takes certain quality, it takes leadership. I think kama mtu ana proper leadership, kama mtu anaweza kuiongoza familia vizuri, then hili swala la kwamba mtu akiwa na hela au ikiwa hivi would not be a big problem. And so I would say, rather than focusing on like saying mwanamke akiwa na hela sijui inakuwa hivi, maybe let's look at it kwamba if now kama nakutana na mwanamke mwenye hela, and money now is not a form of control, like Yes. what can you bring, how can you use your leadership, how can you jenga ile familia, kwa sababu wewe kama baba wa familia, wewe ndo unatakiwa ulead, wewe ndo unatakiwa ujenge familia. So if we take money out of the equation, what else? Yeah. It's like that is it. Yani hamna nani. Lakini I believe even if money is in the equation, it shouldn't be yani, yes, you should be able to lead, you should be able to persuade kama ni mke wako, kuweza ku-align, kupanga mipango yenu, kumguide, kumwelezea. Yani I believe na mambo mengi yanaongeleka. I think communication is also just a bigger challenge in general. It's a bigger part. So I think maybe we need to work on communication, work on this. Kumbe hata hiyo financial independence might not be the actual challenge. Any challenge the root cause is something else. It's just someone decided to blame it on it. Shawi sio pesa. Pesa is an enabler. It's an enabler kabisa. And another question for you. Okay. Wanawake wanawakosoa wanawake wenzao zaidi. We had this question last year. Do you remember? What was the reply? I'm taking over reply. Go watch that episode on YouTube katika Generation Yeah. and then you see the first episode. Tuliuliza ile swali, je, nadhani wanawake
ni wanakosoa wanawake wenzao zaidi. Nadhani hilo ni la kwanza, lakini engo la pili ni kwamba je, wanawake ni adui ya mwanamke mwenzake? I think it would also come like a sub question in that, Nadia. So it depends. Nadhani context muhimu in this setting, but ukiangalia sana, women are women's biggest cheerleaders. One, right? Especially now, ukiangalia there's so many communities of sisterhood. Lakini this narrative ina credibility, it's coming from somewhere. Unajua, we've existed in an environment where women were being told that it's like a scarcity mentality. Let me put it like that. Oh, there's not enough. There's not enough room in the corporate world for all of us women. We cannot all be CEOs, and so now there's competition naturally when there's scarcity. Kwa sababu mimi pia nataka nifike huko juu. What do you mean there's not enough? There's only 10 positions, watu kwa 100, right? I encourage competition amongst women. But also this, again, tying it back to patriarchy, I think the root of problems for both men and women, just by the way. Okay. But there's been this scarcity mentality. There's not enough space. There's not enough seats on the table. There's not enough room. There's not enough men. Na ndio maana hata it's not just in the corporate world. Hata kwenye mahusiano. Unaweza kukuta mtu, nimeposwa. Oh, we are happy for you. Ya kinafiki. Not because we don't like another woman's joy or progress or success. It's because we have been fed this narrative kwamba kama Nadia kapata huyo mume, that means it's one less man in the market for me to get. Yeah. If Nadia got that seat in that boardroom, then there's one less seat for me to get, right? That's the narrative that has been fed into our system. And ukiangalia hata in our cultural system. Mimi nimekuwa, mamangu ananiambia, females hakutaki mema. And this narrative, I have heard it. Yes. I don't recall if her saying it directly, lakini ukiangalia, like, wanawake hawatutakia mema. Wanawake are not your friends. Wanawake, we're being pitted against each other. And I believe the one doing the pitting is not a woman. It started somewhere. It's the scarcity mentality. It's this system of, okay, it's not enough. There isn't enough going around. Lakini pia, it divides and conquers. Imagine if all women wanted the best for all women. Do you think patriarchy will exist? Just for example, kwanza tukiangalia statistically, there is a lot more women than men. Yeah. Sasa imagine sisi we all tukashikamana tukasema, listen up guys, we are not the enemy. Maybe the enemy is the opposite gender. Let's not do that. Yeah, let's not do that. Yeah, let's not do that. The other gender is our friend. We need each other. Yin and yang. We balance each other out. We need both masculine and feminine energy. Lakini, if that narrative of mwanamke ni adui yako did not exist, imagine I'll sit in that boardroom, nitamwongelea Warda. Nitamwongelea. Kwa sababu najua Warda kuwepo hapa hakunithreaten mimi. But nowadays ukiangalia, because of that, and sometimes it's very unconscious, hatuifikiri conscious kama mistaki afike mwenzangu. It's very unconscious because it's decades and generations of narrative ya kusema mwanamke ni adui wako. And hata sio lazima isemwe verbally kama hivi. Yes. But once we break that, we are unstoppable. We will just soar even further. So I don't believe mwanamke is not your enemy. Lakini that narrative, nadhani pia narrative ya mwanamke, tutarudi kwa Fatma, and just want to cement on this. Narrative ya mwanamke kuwa adui wa mwanamke mwenzake, mimi nadhani imeanzia kwenye masuala ya mahusiano. Tulianzia hapo. Tukaenda hadi kwenye kazi. Kwa sababu what I feel is, kwa sababu in our society, women, we don't choose men. Men, they have to choose us. Then you see there are 2-3 women liking to Willy, we are crushing on you. And then Willy decided to choose Fatma, and mimi naanza kujisikia wivu kwa Fatma. And then inaanza kutoka kwenye wivu kwenye namna fulani kwamba how you feel about her na kila kitu. Kwa hiyo I feel somehow hii issue nzima ya wanawake kutokupendana ilianzia kwenye hii, kwa sababu tunaanza kucompare, like Fatma na nini mimi sina, Fatma na kitu gani ambacho mimi sina. Kwa nini Fatma chaguliwe mimi sijachaguliwa? Kwa sababu katika hiyo engo ya mahusiano, we solely depend on being chosen. Kwa hiyo at the end of the day, kama una depend kuwa chosen, lazima utaact
mtu mwingine kama your competition. This, please Fatma, I really need to hear your perspective on this. Hapo namalizia, I'm like the pick me. Anyway, so I think I'm not very far, but me, I look at it as if I feel like I think so because kama women criticize women more than men. I think everyone criticizes women like more. It's not women. I feel like the whole society just criticizes women. Yeah. It's not a women thing. Like it's the whole society. And I think women, unajua, the critics against women are like so many. If let's say in a professional work, sindio, unaweza kukuta mdada from how she wears to how she speaks to how she does this, to how she relates to other people is being critiqued. Lakini unaweza kukuta kuna mwanaume yuko hapo kazini, either anavaa vibaya, either anafanya nini, people hardly criticize. So I feel like there's a lot of points for criticism kwa wanawake, na the society has kept women in this pedestal. Yani tunatakiwa tuwe perfect by 100%. Men I think wanapata some sort of like breathing space. Privilege. Yani for a woman wewe unatakiwa uwe perfect. Kwa kila kitu you hold hapa. Yani hata ikienda tu hivi tayari. And so I think that is one thing. Na pia maybe I'm speaking this from like my experience. I don't think women critique other women. I've actually seen men critique women more. Men wanna critique niseme behind door or like yani not openly. Yani but I think we normally even say like men gossip more than women. Yes, like I feel like women tuko very vocal. Yani it's easy to be critique mtu na ikawa notice na nini, but I don't think women, especially siku hizi, and nikisikia hii narrative ya kwamba adui ya mwanamke ni mwanamke. Exactly. I'm like, oh my God. Around. It's like It has been my same reaction tangu last year. In our previous episode, the way you mentioned that statement is the way Lilian also responded the same way. Kwamba, I don't believe kwamba women hate women or adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzako. Sema adui wa Warda ni Nadia. Yes, and then I think that's the other thing. Tunapenda kugeneralize women. Yani kitu kimoja kinakuwa sasa tumewekwa wote. And I think labda zamani hizo enzi hizo, I don't want to believe kama naweza kuna dada sasa hivi in this generation that really believes adui yake ni mwanamke. I think adui yako ni competence yako, your skills, your nini. And like it's not because someone has, for me I feel like there is space for everyone. Yani sijui iwe in a board, iwe in leadership, iwe in like there is space. Either you're a male, either you're a female. There is space for you. And so I don't see a limited space. I don't believe there's a limited space. I really think we have made progress. Especially ikija, I want to believe, for me I feel like ikija kwenye domestic, I think we still have a lot of progress to go. But ikija in work and professional setting, I feel like tumepiga hatua. The women before us have fought very well, and tumefika hapa na sasa hivi we have to work towards attaining the things that we want. Hii excuse ya kwamba mimi nachukiwa, this is a narrative that's very old story. We are not carrying it forward. Well, no one is buying it. And so I don't think women are the biggest critic of women. Society is the biggest critic of the women generally as a community, and women are just criticized for so many things, and no matter inaonekana ni a lot of things. Atasemwa sijui nyumbani hivi, you will hardly hear anyone akimsema mwanaume sijui watoto hafanyi hivi hafuatili, lakini yani hata kazini humo yani watu wanasemwa for so many things are being criticized. Hawa wanalea watoto sijui, hawa wanafanya nini, hawa wanafanya nini, kila kitu anakuwa critic. And so I think that is why it looks like women criticize women, lakini the critiques pia ni nyingi, so many angles that a woman is viewed, ameshawekwa kwenye pedestal and all that. So my thinking, we are not anyone's sijui critique, we're not anyone's biggest a fellow women's. Men might be. And I think this is the call to our ladies of Generation Yes to
kuacha kuibeba hii mentality, kwa sababu nadhani hii mentality ukiibeba hata ukienda kazini, yani wewe ukigeuka tu ananichukia ni angalia tu pembeni bahati mbaya huyu anipendi nini. So I think for us women, wanawake, ili tuweze ku thrive inabidi tuitoe hiyo mentality ya kwamba tunachukiwa na wanawake wenzetu. Yani tuitoe kabisa ili tuweze ku move freely with our minds, tusione kwamba wanawake wengine ni competition. Really bad. Very true. Because alivyokuwa nasema, I was thinking hata online, I would see the pressure I go through to post something and the comments I get, and when I meet fellow content creators, their worries are very different, especially female. And I would see kwamba wow, they look at so many factors because they have been through labda kama unavyosema what they wear, how they talk, mtu atakosolewa, everything, and it is the society. I would see the comments of what they're commenting on her video and my video are totally different. Wakati najua kabisa mimi sijapendeza, nimekurupuka, but your woman video would be a lot. And I'm glad to see kwamba people are actually learning to kind of like at least know the boundaries, and with social media I'm glad to kuna report, blocking and everything. So to come out wanakuwa police, and I usually love that people in the comment section will be defending and attack, like responding to these people, which ni kitu ambacho napenda sana kuona sasa hivi the comment section. Yeah, like mtu atakwambia usijapendeza akamwambia kamnunulia nguo. Like they come like I love that when people go keza. So at least now as a society we're starting to notice spaces kama hizi and ku notice kwamba hey, stop, like this is not how you deal. So I like that kwamba society sasa hivi tunaanza kuelewa. Mwenye pesa nikikuta mtu amecomment kwa order pana, I mean, so okay, let's do this. Ngoja nikupe tuelimishane. And I really love that even for now, I love the fact kwamba hata kwenye space, let's say, ya content creation and influencing sasa hivi, I love the fact that women support the other women. Yes. You can feel it. Unaweza ukakuta content creator hata hujakutana nao, lakini they like your video, they repost your video, they make sure other people see your video. So I love that for you girls. We're the biggest champion for each other. Like, very true. Let's continue with that. I love that. Very true. I could say shout out to the women fans. Wow, on that side, there are a lot of content creators who excel. Like I discover a lot of creators through women reposting and yeah. So now tunakuja kwenye women empowerment. We've talked about women empowerment. Tumesema now it's like I feel like society is doing a lot to help women co-empowered. Umesema kwenye women empowerment as well, they have championed that, lakini still the environment haiko. Do you think it's kind of getting too far? We should perhaps stop kidogo to focus na njia nyingine. Do you think women empowerment has gone too far? No, I think kwanza women empowerment is not a women issue. It is just like a human issue. Yes. We need human rights It's a human rights issue. Human rights issue. Lazima yani, I don't think there will be a time, we've made strides. As we said, now we see representation, we see the impact of the work we are doing, we're putting in. Lakini it's not something that eti itaanza leo ukamaliza kesho basi yaishe. No, it's lifelong. It needs to be ongoing constantly. But what needs to happen is it cannot be just let's empower the woman and push her into getting the degrees, getting the accolades, getting into spaces, but we need to examine the spaces we are sending women into. They were not designed for women. They need to be co-created. We need to sit on the table, men, women, everybody, right? And design, how do we want the system to look like? How can it be representative of everyone that is sitting on this table in these spaces? From the law to the systems in the corporate world to the government systems, right? Every layer of system needs to be re-examined. Alafu kingine, nadhani wengi wetu tunasema women empowerment is to the detriment of men. It's not, right? But what we need to do is also teach the man, right? Not teach the man how to deal or handle a woman that is empowered. No, you know how to handle women. No one can teach you how to handle a woman. But we need to teach men emotional literacy. We need to teach men. A lot of men are emotionally stunted. Kabisa. And that is where the conflict is emerging. That's where the issues are coming out. That's where the hate is coming from. It's because now a woman is empowered and anitambua na ana sauti. Before we were silenced. Now nina sauti. If I don't like this, I'll say no. Now we have boundaries. Now we have the ability to choose that yes, you come choose me, ndio so unataka kunioa, lakini mimi lifestyle yako and what I want haviendani, sikutaki. We have the ability to choose as women. I think for a long time we did not have the ability to choose. Yes. We were sitting there waiting to be chosen. But now all the empowerment that's happened, the financial independence that we have gained is giving us the ability to choose
It's giving us the options that I do not need to sit in a violent marriage, in an abusive marriage. For what? So I can die. No. Ili kwenye my tombstone muniambie alivumilia. Sitaki kustahimili. Kwanza hata dini yangu inaniambia usistahimili nonsense. Right? But before we had to stick in it kwa sababu sasa nikitoka hapa and finances pay for my healthcare. They pay for what I wear. They pay for what I eat. They pay for everything. I need money to survive in this world of today. Nothing is free, right? So we used to stay in toxic spaces kwa sababu tunahitaji whatever provision that comes from it. Yeah. Now that is not the case, right? And so we need to keep on empowering women, but we need to teach men. Men need to become more emotionally intelligent, more emotionally mature, more emotionally competent. Yeah. Kwa sababu the system favored, and also I say it works against men as well, right? Because patriarchy, I don't think it favors men at all. Like it favors them, but it also inakukandamiza. Inawapush, inawasqueeze Yes. sana. Na ndio maana wanakufaga na tai shingoni. Amevaa tai yake nzuri Gucci. The But patriarchy imekuua. So what is the point? Right? So we just now need to also look at how, okay, we continue efforts on making sure the woman gets the space, the seat, the voice, but also we look at the man, what is lacking? Because as much as women were left out in so many of these spaces, men were also locked out from vulnerability, from just being human. Let me put it like that, right? Ukifikiria traditional men utaambiwa, because we've done this, we hosted something and we looked at men, okay, what mwanaume wa kweli anatakiwa aweje, right? And men wakaongea awe ana msimamo awe hivi awe hivi awe hivi, and then tukasema okay, mwanaume bora anatakiwa awe na qualities gani? And the two stark differences. Kwamba huku they were saying okay, inabidi awe na amani ya moyo, aoneshe mapenzi, blah blah blah, and you're like okay my friend, why are these two men very different? Wa ukweli na bora. Kwa nini watofautiane? Yani kwa mfano, right? Na yupi anafaa? Literally huyu bora, everyone wanataka awe defined, ajulikane kama mwanaume bora. Lakini tuna tabia za wanaume wa ukweli. Which again is just society. Society tunaambizana, tunakubaliana na hii narrative, and we are wearing those lenses and viewing the world in that way and treating each other in that way. Lakini sisi ndo society, right? We get to dictate what the system looks like. So women empowerment is not only about women, it's also about men. It is. Nice. It is. I like how we unpacked that. Yeah. Women are so generous. Look at us. Look at us. Hivi patriarchy ndo mfumo dume. Mfumo dume. So, amesema mfumo dume wenyewe unakandamiza Wanaume. Okay. Yaani mfumo dume ambao tunao haukandamizi wanawake peke yake. Kwa hiyo wanawake hata na sisi tunabidi tujue kwamba adui yetu sio mwanaume. Adui yetu ni mfumo dume ambao hata huo mfumo dume unamkandamiza mwanaume. We're all suffering. We are all suffering in different ways. We are all suffering. Fatma, how do you take that? Women empowerment. Hata nikifikia hilo swali, I personally find it very ridiculous. Like, we have taken it too far to where? Yeah. Like, yani, what have we done ambacho sasa kimefika? Tunaona kabisa this is like too much. Because I think we're not even halfway there. And sometimes I think watu wakisema hii statement, they're coming from like some sort of reality privilege. Labda yeye anaishi kwenye mazingira fulani ambayo anaona kama women are fully empowered. Au wanawake wanaomzunguka, they're very capable, everything is normal. So anaweza akasema maybe hii women empowerment, it has gone too far. Like yani kwanza hao wanawake washakuwa empowered. But ukiangalia kwenye society, ukiangalia kama nchi, ukiangalia kama jamii, yani usiangalie watu unaowajua wewe. Usimwangalie Fatma na Nadia hapo ukasema sasa women empowerment ishafika. Usimwangalie mheshimiwa rais, mpaka tu rais wa mwanamke sasa tusha arrive, yani women empowerment. There's no like angalia jamii yetu, kila mwanamke unayemjua wewe, yani unayemwona barabarani, unayekutana naye wapi, hii empowerment yani kiuhalisia sidhani kama tumefika hata nusu. We still have a long way in the journey. I work with the Tanzania Women's Lawyers Association, ambayo we provide legal aid and
do advocacy on gender issues. And you would be surprised in this day and era, ukienda kuongea na watu fulani, kuna mitazamo fulani, kuna culture fulani, kuna belief fulani, sio za dini, sio za people still carry. Kuna watu mpaka leo hii hawaamini labda mwanamke anatakiwa kurithi ardhi. Sasa ukiniambia tumefanya kazi, tumefanya empowerment, tumeenda wapi? Mbona hata kilomita 5 hatujakimbia? Kuna wanawake hapa mjini wana own maekali, wananunua, lakini kuna mwanamke huko anaamini hata yeye hatakiwi ku own land. Vijijini huko Ifakara huko they are not allowed to own. Wanaume wanafariki, familia nyingi zinaingia kwenye matatizo, ndugu wanakuja wanachukua mali, and some people believe that is how it should be. Yani it's still something it's ingrained, and so I don't think empowerment has gone far. Yeah. We're not even almost there. We have made progress, lakini the work ahead is still big. Na tukiangalia kwenye jamii yetu, na especially I like to tell people, ukitaka kuongelea kuhusu women empowerment, ondoka hapa mjini, hebu nenda kijijini kwenu, alafu just do a survey of maisha wanawake, the treatment, mambo ya mirathi, mambo sijui ya watoto, mambo ya hela, ndio utagundua kwamba there is still a big gap. I remember, I think Magufuli alipofariki, and when Mama Samia came in, I think I was at the village at that time, and tulikuwa kuna dua, lakini there were a lot of women gathered in the kitchen like cooking, and so wale wanawake wanataniana, yani kwamba wewe mume wako anakupiga, sijui ukichelewa kupika. Huyu anamwambia mwenzako, wewe mbona sijui unafanya unapiga, lakini wewe unatakiwa upigwe. Ndio ukichelewa, you know, and like this is 2020. Yani sio kwamba ni zamani, lakini even they believe that kuna vitu, yani mwanaume anaweza akakupiga tu, ni right yake kukupiga na nini, and they're facing a lot of, na mimi mwenyewe nimesema jamani, hivi is this, am I hearing? Are we in the same universe? Yes. But for them it's like it's a way of life. Na sio kwamba yani wanaona it's something, but it's like that's just the culture. Wameona babu na bibi, and the dynamic has been that way, and that is how they see it. And so I think we have made progress definitely. Na tunaweka, I think kila mtu anaweka bidii kujaribu kuempower wanawake, but I think there's still a long way, and especially from perception, I think understanding, yani hata kabla tujienda kwenye kuenforce hizo right, watu kuelewa kwamba wanawake wana deserve dignity, wana deserve respect. Sio mwanamke sio mtu akumpiga, yani mwanamke anaweza yani the basic human decency, like that is what I think. Yeah, nadhani pia Willy, from this question also, as Fatma amesema kwamba ni sio swali la kuliuliza kabisa, kwa sababu tukisema women empowerment imeenda far. Tulisema kwamba gender equality, kwamba equality kwa opportunities kwa wanawake ziwe same as men, tutaziachieve fully in 2300. Last year theme nilikuwa naongelea iko kitu kwamba to actually achieve the gender equality inatuchukua zaidi ya miaka ngapi? How many? Yeah, I don't think I'll be alive anymore. So it's a long time, it's so many years to go, so we cannot say per se kwamba it should stop. Maybe, and I think maybe what wakisemaga hiyo statement, maybe they are comparing it to men being left behind, because I feel like there's that, yani sio kwamba wanawake wame succeed sana, lakini kama vile labda tunaacha wanaume nyuma. And I think hatutaki kuacha wanaume nyuma. Jamii needs both. Nadhani pia kuna misconception when it comes to gender equality ambayo tunataka kuiachieve. Wao wanahisi kwamba tunataka tuwe sawa kwenye hadi majukumu biologically. But no, tunachomaanisha ni kwamba we want the same opportunity. Kama wewe ili unaweza kuingia mtandaoni na usitukane kwa sababu wewe kuwa mwanaume, basi na mimi naomba nisitukane kwa kuwa mwanamke. So as simple as that. Yeah. Yes, and of course I think the boy child, yani maybe kwa sababu there is a lot of intervention focusing on women, and so inaonekana labda wanaume wamesaulika, sasa wanabaki nyuma, but I don't think so. And I think any sort of like intervention, hata when we're speaking about rights, tukisema tunataka wanawake warithi, sio kwamba tunasema wanaume wasirithi. And so I don't think we're taking back we're not taking anything away from anyone, or we're not taking a boy child nyuma. Hapana, we're just trying to
There's this yes, level, like, there's yes, really to bring that that, and yes. yeah. So, lakini as Nadia said, maybe kuna some sort of like enabling environment, like building capacity for men that has to happen, kwa sababu wanawake wamebadilika, mambo yanabadilika, maybe even for them. And so yes, I do agree, labda there is some sort of work that we also need to do for a boy child, and labda kuweza kumfikisha sehemu fulani kuwa mwanaume bora and all this, but it's not related to now what women empowerment kwamba has done too much or sijui imempeleka mwanaume nyuma. I think the two are mixed, which are they're different. separate, Yeah, yeah. like they're separate issues. Yeah. Okay. I think that is our last question kwenye Let's Be Honest. Now we are going to have the questions ambazo ni fun facts. So these are going to be short and precise. Willie, please do this. I'm giving you all the honors. Who's your favorite female icon? Tanzanian female icon. Tanzania female icon. I'm still searching for one. Okay. I haven't got kwamba huyo ndo female icon wangu. Yeah. But I'm still looking for one of kumwita kwamba this is Okay. an icon. Nadia? Bikidude. Bikidude. Oh, Yeah. wow. She was unapologetic, Yeah. lived her life, defied social norms, defied men, Yeah. held them accountable. Yeah. You know, she was really, I like the fact that she was unapologetic. Okay. You know, in her career, but even in society. Unajua in a community in Zanzibar wanawake hawaruhusiwi kunywa pombe, kuvuta sigara. She was doing it and everything, and she's like, well, this is me. You know, I'm not saying nenda ukanywa pombe, kuvuta sigara, but I'm saying She was unapologetic. she was unapologetically her, with her unique voice and her unique self, and you know, she was not ashamed. Yeah. I love it. Rest in peace, Bikidude. Yeah. You. Who's your favorite Tanzanian? Why have you not said your favorite? Oh. Let's see. Does it have to be? I would say my little sister. Ah, She's an icon. it's so cute. Can you imagine nimemsahau jina la mtoto? There's a lady ambaye nadhani anakuwaga anasema alimsaidia Nyerere. Why did I... Bibi Titi. Oh, Bibi Titi, Mohamed, yes, yes. So I think Bibi Titi is one of the Tanzanian female icon. I think her story is not normally well told. Like, if ukifuatilia her story, I think it's such an inspirational and successful story. She was amazing. Yeah, she Ngoma was kana kuja kuspread the Yes, word. like she did a lot of amazing things. Okay. Leadership or influence? Influence. Influence. Well, I'd say influence as well. I would say leadership. Leadership. Leadership, watu most of the time leadership inaweza kawa ina influence ndani yake. And leadership does not mean kwamba I am above of everyone else, but I am capable of bringing everyone together and create something. For you, to me, I would choose leadership, which has influence. Nikaweka wote pamoja nikawa lead, that means I have an influence. Okay. One movie that every woman should watch. Filamu gani ambao kila mwanamke angetamani angalie? The Hidden Figures. The Hidden Figures. You know, like women watch that. I think the same movie because it speaks on the capability of women most of the time huwaga zinakuwa overlooked. Yeah. I think the Hidden Figure is, I think, amazing. But I also like when a movie, The Sixth Battalion, or what? I haven't watched that. It's on Netflix, I think. Yeah, but The Sixth Battalion, I think. Yes. Those kama walikuwa kama ni wanajeshi hivi. Yes, I think it was during the time of war. I just like I think it tells a story that a woman in any position can do tremendous thing. Yani, it was during the war and they were taken to a post service. And so it was like something yani nahisi kidogo kinaonekana kama vile, and like it was expected they wouldn't have managed, but they managed it very well, and they had a lot of like impact in the war, and it just says that. But also there's another movie called The Post, I think ni ya zamani kidogo. I think that's also an interesting movie. Okay. Then The Woman King, Warriors, Viola Davis, that was strong. Amazing, kina Viola Davis. Another, money or impact? Pesa? Impact? Both. Both. Honestly. Chagua moja. I need money to make impact. Okay. I cannot make impact if I'm starving. We need both. We need both. Honestly, comes money, comes impact. Honestly, itakuwa ni uongo kutengeneza impact na una hela. Uwezi una bando la kuambia watu Imagine, join hapa huko mtandaoni.
Okay. So la mwisho tu, what do you do when you're stressed? What do I do? Depending on the stress, though. I feel like so many things, but sleep is one. Yeah. Like sleep. Me listening to music, but also I love waking up in the middle of the night, saa 8 saa 9 usiku, and go sit outside where the world is, and whatever that you think, however you like to think, it's okay. But I like the quiet space. It gives me a room to, nakuwa sichanganyikiwi. When I have stress and then kuna kelele, sometimes maybe kuna mziki na nini, I don't get enough time to digest. I would say today, I've not always been a very strong practicing person, Muslim, but I've really found a lot of solace in prayer. Yeah. So whenever I'm stressed out, whenever I feel like nabeba mengi ambayo sijui hata niyapeleke wapi, I go. Yeah. Because when hata kubeba mzigo, you But- fall forward, Yeah. yanamwagika pale, please, I send them back to the Lord who created them and created me, and at least for some minutes on that prayer mat, I get some reprieve. Hata ubongo wangu unapata kufikiria in a different way hizo changamoto zangu. Kweli. So I found that it's been very helpful for me, kwamba inanipa a pause ambayo hata mimi mwenyewe naweza sasa nikayafikiria hizo changamoto, hizo stresses in a different perspective, You take a step which has back. been quite helpful for me this past. Swali langu kwako wewe unafanya nini ukiwa na stress? Tuambie hapo kwenye comment na tutafurahi kusikia kutoka kwako. Mwisho kabisa, ukiambiwa upewe zawadi kwa mabinti wa Kitanzania, the next generation of girls hapa Tanzania, ni kitu gani ambacho utapenda kuwapa au kuambia at least wasaidie? For me, I think self-awareness and self-belief. I think women lack the self-belief and self-awareness, which I think are the most critical Yes. things. If you want to be successful, if you want to do anything, I think you need to understand yourself, to know your values, to know who you are, to know what you want to do, and also to believe that you can be anything you want to be. Be in any space, exist in any room, like literally anywhere. And so I wish every girl would have that belief and not have self-doubt and not question if you belong in the room, not question if you can speak publicly, not question if you have the skills like you can. So please have the self-belief, have the self-awareness, and you're set up for success. Amazing. I think mine ties into yours. I would give them the sense of being unapologetic. Or unapologetic for even your weaknesses, your strengths, your good, your bad, the ugly, everything in between. I think when we are unapologetic, we are able to embrace ourselves and embrace our talents and our quirks. Unaweza ukajikuta muda mwingine your quirks are your key to success. Kweli. So if anything, I would say just be unapologetically you. Right? There's only one you in this world, and the world needs you. Beautiful. Wewe hajaniuliza mimi Wewe ungetoa zawadi gani ndugu? mimi ningewapa audacity. Mimi, the next generation of women, even now our generation, yes, girls, I want to give you audacity. Kuwa na audacity. Do you see how men have audacity, eh? Oh, yeah. No, hey. They will take the project even Yes, if they don't have the maybe- skill. Can you do this? Yes, I can do this. Hata kama sijui. Yeah. Do it, go learn and do it. So for the next generation of girls, really, mimi audacity nitawapa. Hii ya wanaume yote nitaibeba nitawapa hao. Hapa. That's beautiful. I think for now tunaweza kuwapa ni generation yes. Hii episode. Sure. Yes, so that's beautiful. Asanteni sana. It has been lovely having you guys. And shukrani sana kwa Yas Tanzania kwa enable us kuna Generation Yas Talk. Yas ni mtandao ambao umesambaa Tanzania nzima. 5G coverage miji yote mikubwa na miji mingine na 4G. Tunazungumzia ulimwengu wa kidijitali, ni mtandao ambao una champion
vijana kuingia katika sekta ya kidijitali. Mojawapo kuletea opportunities kama hii, kujifunza kutoka kwa Fatma and Nadia, Warda hapa, mimi, wote imetusaidia kupata internet ambayo ni bora, inatusaidia sisi kustay online, kutengeneza maudhui yetu, kuyasambaza. Personally tumenufaika vitu vingi sana. I don't want to brag, but Davido posted my video. So kupitia internet ya Yas nimeweza kupata exposure duniani. And lastly pia simu janja, kuna simu janja nyingi zipo katika maduka ya Yas. Wewe kama ni kijana na ndoto na ungetamani kufika sehemu fulani, simu janja ni kitu ambacho ni lazima. Na kama mfuko kidogo uko vibaya, kuna simu za mkopo, tunakopesha. Na wale watu wa internet, kuna Yas Fiber nyumbani sasa hivi, haupo online, unapitwa na vitu vingi sana. Maeneo ya simu za Kijitonyama, we already have Yas Fiber. Yani sehemu nyingi sana. Sana. Na miji pia mingine inazidi kuongezeka, lakini kuna router zile. Na router za 5G. Very fast, very reliable. Jamani, not to brag, but this is the most reliable internet, fastest internet has ever happened in this world. Yes. Pia tunasherehekea mwaka mmoja wa Generation Yas Talks. Na katika kusherehekea Generation Yas Talk kutimiza mwaka mmoja, tuliweza kujumuika na jamii mbalimbali, tukala pamoja na of course tukakata keki. Lakini mimi sikuila sana. Ukila sana. Kwa nini? Watu walikuwa, yaani unajua ni kama vile watu they were waiting for it. Dakika sekunde, keki mbili zote sasa hivi zikaisha. But that was very nice. Tuliweza kujumuika na jamii mbalimbali. And also pia tunasherehekea mwaka mmoja wa Yas. Tangia Yas ianze chapa hii kubwa ya Yas, imekuwa na manufaa mengi sana kwa vijana Tanzania, and wengi tumepata hizo fursa. Unajua kuna watu wameenda Dubai, kuna watu wamepata milioni 100, milioni 5, milioni 1. Wanafunzi wa vyuo mbalimbali pia walipata fursa ya kuwa pimped, vyumba vyao vilikuwa pimped, wakaweza kupata like vitu kama electronics, wengine wakapata hela lunch. So there been so many things kusherehekea mwaka mmoja wa Yas. Na huwezi kujua kwamba inawezekana huu mwaka mmoja wa Generation Yas Talk na wewe kuna kitu kikakutokea, tukakugusa some way somehow. So stay tuned, endelea kutufuatilia, na we are excited kwamba tunauanza mwaka huu mpya mwingine wa Generation Yas Talk tukiwa na wanawake ambao ni mashuhuri, ambao pia tunasema wao ndio the most biggest drivers kwenye our social life na hata kwenye Generation Yas Talk. Thank you so much. Till next time. Bye bye.